Tunaamini kwamba tuko katika nafasi nzuri, lakini haiwezi kuwa imekamilika mpaka tutakapokuwa tumekamilisha. Ni dhahiri shahiri kwamba haya ndio matokeo ya meneja Pantev. Ushindi ni wa timu, kwa hiyo tumeweza kuweka timu vizuri na tunamshukuru Mungu kwamba wameperform na kupata matokeo. Kwa hiyo individual achievement mimi siwezi kuzungumzia sana, lakini ninachozungumzia kwamba wachezaji wetu wameweza kuwa na determination nzuri ambayo imetupa nafasi hiyo ambayo tuko nayo sasa. Kabisa, tangu Pantev amejiunga na Simba, kama viongozi mnaonaje performance yake? Sababu mnahudhuria kwenye mazoezi lakini pia kwenye mechi mnaona. Hayo ni mambo ya kiufundi. Kwa hiyo sisi tumemkabidhi kazi mtu anayeweza na anafanya kazi yake. Kama uongozi sasa, baada ya kupata matokeo mazuri ugenini, mnarudi kwenye uwanja wa nyumbani na siku zimebakia chache kuelekea kwenye mchezo huo. Kitu gani ambacho mmezungumza na wachezaji kuhakikisha kwamba mnapata ushindi mkubwa zaidi? Wachezaji wanajua wajibu wao. Kilichobaki sasa hivi ni washabiki na wapenzi kuja kuunga mkono timu yao. Tutaingia katika hatua inayofuata. Pengine kwa quality hii ambayo tumeiona na kasi ya Simba ya sasa hivi, mwenyekiti, tuambie unaiona Simba ikiwa wapi kwenye michuano hii ya kimataifa? Simba ipo siku zote katika maeneo hayo. Sisi tumeshakuwa na uzoefu mkubwa wa kushiriki mashindano na kufika kwenye hatua zinazokuwa hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo hakuna kusema itakuwa wapi. Tunachojua tu kwamba timu yetu itafuzu kwenda kwenye hatua ya makundi, na kutoka kwenye makundi tutajipanga kuhakikisha kwamba tunaendelea kwenye hatua zinazofuata. Pengine tunaweza tukasema Simba ni darasa tosha kwenye michuano hii ya kimataifa kwa kile ambacho mmekifanya. Simba ni darasa kwa kila kitu, sio kwenye mashindano ya kimataifa. Kwenye kila kitu? Kwenye kila kitu. Hadi kwenye ligi, mwenyekiti? Kila kitu. Nyinyi jiulizeni hao ambao wanawaambia wao wamebuni nini? Asanteni sana.